Jana tuliweza kuona tunafaa kumwamini, tuingie shule yake. Sasa hivi nataka tuanze kufundishwa na Mungu. Na topic ambayo tutajifunza ni God's in his works. The invisible through the visible. Yani Mungu kumuona katika kazi zake. Mambo yasiyoonekana yakidhihirishwa na kufunuliwa na mambo ambayo yanaonekana. Key verse ni Romans chapter 1 verses 20. Moja atusomee Romans chapter 1 verses 20. Romans 20 yasema. Roman, kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumba ulimwengu yaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uwezo wake wa milele na uungu wake hata wasiwe na huzuni. Asante. Maandiko inasema, for the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen. Mambo ya Mungu yasiyoonekana tangu uumbaji wa dunia sasa hivi yanaonekana clearly, are clearly seen. Something that is clearly seen, you must see it unless you are blind. Jambo lolote ambalo linaonekana vizuri lazima upate kuliona na ulione vizuri, isipokuwa kama hauna macho. Ndipo mambo ya Mungu ambayo yanaonekana vizuri ni mambo gani? Anasema hivi, even his internal power and Godhead, nguvu yake ya milele na uungu wake. Hapa tunaona ya kwamba nayo anasema being understood by the things that are made. Kwa hivyo vitu ambavyo vimeumbwa vinafunua mambo ya Mungu ambayo hayaonekani. Pata hiyo point. Sababu lazima katika hii lesson upate kuona Mungu katika vitu vyake ambavyo ameumba. Point ya pili ambayo ningependa tuweze kuielewa vyema sana, tunaipata katika kitabu cha Roho ya Unabii ambacho ni Earth for Living page 286 21. Earth for Living page 286 21. Somea ukifika hapo nipate kutafsiri 286 21. Hapa tunaona sasa sayansi na Biblia vinaongea kitu moja. Wacha vile watu upande wa sayansi huwa wanaona Biblia kama ujinga. Upande wa Wakristo na waumini wa Biblia nao wanaona sayansi kama ujinga. Sasa kukawa kuna vita kati ya wanasayansi na watu wa dini. Vita ambayo haifai kuwepo. Vita ambayo imesababishwa na Shetani. Na vita ambayo itasababisha wengi kupotea na kuishi maisha ya mateso hapa duniani na mwishowe waingie jehanamu. Lakini kama utaelewa vile ambavyo Mungu anafunua mambo yake na vile ambavyo anafundisha watoto wake, utaweza kupata faida nyingi sana, utaishi maisha ya maana hapa duniani, maisha ya starehe na mwishowe utaingia katika ufalme wa mbinguni. Soma. God is the foundation of everything. Mungu ndiye msingi wa kila kitu. All true science is in harmony with his works. Na sayansi ya kweli huwa inaenda sawa sawa na kazi zake. All true education leads to obedience to his government. Elimu ya kweli inaongoza watu kutii serikali yake. Hiyo unasoma sasa ni paragraph 1. Yeah. Endelea. Science opens new wonders to our views. Sikiza. Sayansi inatufunulia maajabu mapya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sayansi inatufunulia nini? Maajabu mapya. Endelea. She saw high and explores new depths. Sayansi inapanda juu. Tena inachunguza mambo ya ndani sana. But she brings nothing from her research that conflicts with the divine revelation. Lakini hakuna kitu ambacho sayansi inaleta ambacho kinapingana na ufunuo wa Mungu. Ignorance may seek to support false views of God by appeals to science. Ujinga unaweza support maoni ya uongo
ukitaja ni sayansi. Sikiza, ujinga unaweza support maoni ya uongo ukijidai ya kwamba ni sayansi, lakini ni nini? Ni ujinga. Tuko pamoja? Endelea. But the book of nature and the written one do not disagree. Lakini kitabu cha maumbile na neno ambalo limeandikwa havipingani. Each shines light on the other. Pata hii point vizuri sana. Each shines light upon the other. Yaani kila kimoja kinamulikia kingine. Maranatha? Amen. Kwa hivyo, kama unataka kuelewa Biblia vizuri, sayansi inakumulikia. Kama unataka kuelewa sayansi vizuri, Biblia inakumulikia. Na kama haujamulikiwa na hizi vitabu vikiwa viwili, then ina maana you will not see clearly. Sababu hata kama kitu kinaonekana vizuri, kama hakuna mwangaza wa kuona, hautaweza kuona. Kama huna macho ya kuona, hautaweza kuona. Lakini tunaambia kwamba kila kimoja, sayansi na Biblia zinamulikiana. Endelea. Rightly understood. Kama itaeleweka vizuri, They make us acquainted with God and His character by teaching us something of the wise. Zinatusababishia tumjue Mungu pamoja na tabia yake, zinapoendelea kutufundisha And beneficent laws through which He works. Yes, zinatufundisha hekima yake na sheria zake za maana ambazo anatumia kufanya kazi. We are thus led to adore His holy name and to have an intelligent trust in His word. Hivyo sasa tunaheshimu jina lake na tunakuwa na kutumainia neno lake kwa akili. Intelligent trust in His word. Pata hiyo point. What is it? Intelligent trust in His word. Siamini neno la Mungu kwa ujinga, lakini amini neno la Mungu kwa hekima. Sasa tukiwa tumepata hizo point mbili, ya kwamba mambo ya Mungu yasiyoonekana yanafunuliwa kupitia maumbile. Tukiwa tumepata point ya kwamba sayansi na Biblia asipingani. Ningependa tuelewe ya kwamba sayansi mwanzilishi wake ni Mungu. Biblia iliandikwa kwa uongozi wa Mungu. Na hivyo kama Mungu ni mmoja, kama Mungu hapingani, kile ambacho ameweka katika sayansi lazima kikubaliane na kiambatane na kile ambacho ameweka katika Biblia. Sababu source ya hizo vitu mbili ni moja. Na hiyo source haipingani, haina contradictions. Hivyo lazima sikiwa mbili, Biblia na sayansi sipate kuwa zinaangiri. Na hii ina maana ya kwamba huwezi soma sayansi, mwingine naye asome Biblia, siku moja mkutane mnapingana. Lakini mwenye atasoma sayansi, mwenye atasoma Biblia, watajikuta wanaenda katika barabara moja, kila mmoja akimulikia mwenzake. Sababu sosi sao kila moja inamulikia ingine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama umenielewa, mwenye amesoma Biblia, mwenye amesoma sayansi, wataenda barabara moja, kila moja akimulikia mwingine, na hakuna ambaye anafaa kujindai ya kwamba ndiye ako na nuru yote unless awe amesoma vitabu vikiwa viwili. Kama atakuwa amekusoma kimoja, itambidi amulikiwe na mwenye amesoma hiki kingine. Kitu kingine ambayo ningependa niwaelezee na uelewe ni kwamba kama kuna dini ambayo umepata katika Biblia, na hiyo dini haionekani mambo yake yakithibitika katika sayansi, then hiyo itakuwa ni dini ya uongo. Kama unaamini jambo na hilo jambo liwe ya kwamba hakuna vile limekufaidi, hakuna vile limekugeuza katika maumbile yako. Unajua sayansi inahusu physical nature. Tuko pamoja? Inahusu kitu ambacho kinaonekana. Imani inahusu mambo ya akili ambayo hayaonekani. Lakini kama utakuwa na imani ambayo hakuna vile imegeuza hali ya maisha ya asili, then ina maana hiyo imani haina msingi. Hiyo imani ni ya bure.
Kama una imani ambayo unafikiria itakufaidi ukifika mbinguni peke yake na ikufaidi hapa duniani, then unfortunately uko na imani ambayo haina faida. Sababu mambo ya mbinguni ni sawa na mambo ya duniani. Okay. Nimesema mambo ya mbinguni ni sawa na mambo ya duniani. Kwa sababu gani? Sababu mambo yasiyoonekana ni mambo ya mbinguni, naye yanafunuliwa na mambo ya hapa duniani, mambo ambayo yanaonekana. Hii ina maana mambo ambayo yanaonekana then yako sawa na yale yasiyoonekana, yako katika msingi mmoja. Ndio sababu kama ukiangalia yale yanayoonekana uyaelewe vizuri, kama itakuwa ya kwamba umeelewa hata yale yasiyoonekana, maana yote yanafanana. Hivyo maisha ya hapa duniani yakieleweka vizuri, yanafaa yaambatane na maisha ya mbinguni. Unaposoma katika Romans chapter 1 verse 20, imetuelezea ya kwamba mambo ambayo yasiyoonekana yanaonekana vizuri kupitia mambo ambayo yanaonekana, ama mambo ambayo yameumbwa. Na nikakuelezea ni sababu yote yanafanana. Thibitisho ni katika kitabu cha Step to Christ page 60.2, ambapo Mungu anasema hivi, Tandroite anasema hivi: the law of God is an expression of his very nature. It is an embodiment of the great principle of love, and hence is the foundation of his government in heaven and earth. Sasa sheria ya Mungu ambayo ni foundation ya serikali yake, hiyo foundation inatawala mbinguni na duniani. Hivyo ndio sababu nikasema mambo yasiyoonekana yanafanana na mambo yanayoonekana, na hakuna maana ya kutenganisha. Sasa kitu kingine, watu wanachukua ya kwamba imani ni kuamini ya kwamba kitu ambacho hakionekani kiko. Sio ndio watu wanachukua imani ikiwa. Lakini ukisoma maandiko vizuri, imani inaelezewa vizuri na kitabu cha Waebrania. Ningependa unisomee katika Hebrews chapter 11 verse 1. Na hapa tusikize kwa makini, maana hiki kitabu kinaelezea imani ni nini. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Yes. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Asante. Imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Wacha nisome Kiingereza. Hebu mmoja tusomee Kiingereza. Tusomee Kiingereza kidogo. Yes. Now faith is the substance of things hoped for. Faith is a substance of things hoped for. What is a substance? Substance ni nini? Kitu unaweza Elezea Isaya. substance ni kitu kiko hata kama una wewe kiko. Yes, substance ni kitu ambacho kiko. Substance unaweza ichika hivi na mkono. Yes, substance ni kitu ambacho unaweza shika hivi, ni kitu ambacho unaweza ukakiona, ni kitu ambacho sauti sima hiyo, ni kitu ambacho kiko. Substance ni kitu ambacho si kitu ambayo kiko kwingine, ni kitu ambacho kiko hapo. Hebu rudia hapo. Now faith is the substance of things hoped for. Sasa imani ni kitu ambacho unashika kwa sababu ya kile ambacho unatarajia. Na kama huna substance, then you have no true faith.
You must have a substance in order to have a true faith. Endelea. The evidence of things not seen. And again he says, the evidence of things unseen. Ni dhibitizo ya mambo ambayo yafanyi nini? Hayaonekani. Wangapi wana imani ya kwamba kesho wataamka, wakilala jioni wataamka asubuhi? Wangapi wana imani wakilala jioni asubuhi wataamka? Asante sana. Hiyo imani yako umejenga juu ya nini? Sababu uko na afya? Sababu unakula vizuri? Au hujagonjeka na ulilala jana na huku umegonjeka na leo kaamka? Wangapi wamewahi kulala siku moja wakiwa na hofu huenda asubuhi wasiamke? Kama kuna mtu amewahi kuwa na experience kama hiyo, sababu watu wengi wanapitianga kama experience kama hiyo. Nani amewahi kuwa na hofu ya kwamba anaweza lala na asubuhi asiwepo? Yes, Mama Karani. Ni kwa nini ulikuwa na hiyo hofu? Huenda ulikuwa mgonjwa, si ndio? Huenda kuna mambo uliona ya kuona ya kwamba haya mambo yanaweza sababisha mtu alale na asifanye nini? Na asiamke. Kwa hivyo imani lazima iweze kuwa na misingi. Na imani ni kitu ambacho kina misingi. Na kama huna misingi, then hauna imani. Kama huna misingi ya kwenda mbinguni, my friend, hauna imani. Kama una feel just the feelings ya kwamba mimi najihisi tu nitaenda mbinguni, hauwezi enda. Na hiyo si imani, hiyo ndio ujinga. In fact, hiyo ni uenda wazimu. Kuamini jambo ambalo hauna nini? Misingi yake. Sasa tunaona kuna watu wengi, siku moja unaenda unakuta mtu anafanya biashara. Tulikuwa tunaongea na mama wengine. Ananiambia kama unauza nyanya, kama unalima nyanya inakuwa vizuri, shukuru Mungu. Si sababu unajua kulima, ni Mungu tu amekubariki. Nikawaambia kama sijui kulima, Mungu angenibariki. Waliona kana kwamba sina shukrani kwa Mungu. Wakaniona nikiwa mtu mbaya sana. Eti najifanya sababu najua ndio nililima ikafanya nini? Ikakua. Nilipoona wameshangaa sana, nikamwambia lakini hiyo hekima ya kulima ni Mungu amenipea. At least wakafurahi. Nilipoona wamefurahi, nikamwambia tena na hata hiyo hekima ya kulima hakunipea bure. Wakasiko na stress sana. Wakaona mimi sasa ni mtu ana shukrani kwa nani? Kwa Mungu. Sasa nikajaribu kuelezea. Ni kwa sababu kama Mungu anatupa hekima bure, then ingekuwa na maana kupeleka watoto wetu shuleni. Kama anatupa hekima bure, haingekuwa na maana ya kuuliza jirani yako ambaye anajua kitu akufundishe. Ungekaa tu tulie, ungoje Mungu akuwekee hekima. Lakini Mungu ako na misingi ambayo anafanya nayo kazi. Na hiyo misingi haibadiliki. Na hiyo misingi ndiyo angependa tuielewe. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapoielewa, hiyo sasa ndio inaitwa elimu ya kweli. Sasa tulipokuwa tu tunajadiliana, mmoja akasema, mimi huwa naamini Mungu anabariki bure. Sababu hata hii nyanya nauza na kikununulia nauza, huwa nakununulia sababu niko na imani. Nikamwambia ni sawa. Then wewe fanya hivi, usije kuhusia hapa sokoni, ninunulie ukausie nyumbani kwako, ambapo hata kanzo hawatakuuliza ulipe, ambapo utakuwa unakaa nyumbani starehe, hakuna hata stress nyingi, utausia huko sababu uko na imani. Na kama ni imani ya bure, si unaweza iweka mahali popote pale unapotaka. Sababu chochote ambacho unaweza amini bila msingi, then unaweza bandilisha hii imani bila msingi. Whatever is believed without evidences can be disbelieved at the same time without evidences. You can change it without even changing the evidences. Chochote ambacho unaweza amini bila misingi, unaweza kibandilisha bila misingi. Unaweza amini the opposite bila msingi.
Lakini chochote ambacho umeamini sababu ya msingi, ina maana hauwezi kibadilisha unless ubadilishe msingi wake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa imani ni evidence of things unseen. Evidence. Without evidence, there is no true faith. Imani ni substance of things hoped for. Without a substance, there is no true faith. Na Mungu apende tuwe na imani isiyo na msingi. Ndio sababu ametuwekea msingi katika uumbaji, ili tusije tukawa waenda wazimu. Hata Yesu mwenyewe hataki tuweze kuamini bila msingi. Unaposoma John 5:36, Yesu alipokuwa anaongea alituelezea kwamba tuweze kumwamini ya kuwa ni mwana wa Mungu sababu ya kazi ambazo anafanya. John 5:36 yasema, lakini ushuhuda nilio nao mimi ni mkubwa kuliko ule wa Yohana. Yes. Kwa kuwa zile kazi alizonipa Baba ili nisimalize kazi hizo zenyewe ninazozitenda, zanishuhudia ya kwamba Baba amenituma. Asante. John 10:38. John 10:38. 10:38 yasema, Yes. Lakini nikizitenda, ijapokuwa amniamini mimi, siaminini zile kazi, mpate kujua na kufahamu ya kuwa Baba yu ndani yangu nami ni ndani ya Baba. Asante. Yesu anasema kazi ambazo Baba amempa asifanye sinampea witness ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Akasema ingawa hamuniamini mimi, aminini kazi ambazo nazifanya. Hii ina maana gani? Yesu anasema ingawa hamuniamini mimi, aminini kazi ambazo nazifanya, mpate kujua ya kwamba Baba amenituma. So ina maana ya kwamba ukiamini kazi za Yesu, hata kama huamini Yesu, itakuwa ya kwamba kuna mambo utajua. Utajua mambo sawasawa na wale ambao wanaamini Yesu. Sijui kama mnanielewa ama mnachanganyikiwa. Ukiamini kazi za Yesu, utakuwa katika msingi ule ambaye anasikiza Yesu anafundisha, anamwamini hapo. Ndio ina maana kuna watu ambao hawamjui Mungu lakini wanajifunza kazi za Mungu. Unakuta ya kwamba wanaishi maisha mazuri sawa sawa na wale ambao wanafundishwa na Mungu. Yaani kuna watu ambao wanaamini neno la Mungu, Mungu akiongea katika Biblia, si wako na maisha mazuri. Kuna wale ambao nao hawaamini neno la Mungu lakini wanamuona akifanya kazi katika uumbaji. Kama watamuelewa vizuri, nao watakuwa na maisha mazuri. Hivyo unawezaona Mungu umuelewe katika neno lake, na pia unaweza muelewa katika matendo yake. Na katika mambo yale yote kuna kuelewa Mungu. Na kama utaweza kumuelewa katika haya mawili, then ina maana utakuwa umemuelewa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Wakati fulani Yesu akasema, akaambia mgonjwa fulani, dhambi zako zimesamehewa. Na yule mgonjwa aliposikia hayo maneno, na Wayahudi nao wakasikia, Wayahudi walianza kunugunika ya kwamba huyu anakufuru sababu anasema ya kwamba amesamehe dhambi. Nani anayeweza kusamehe dhambi isipokuwa ni Mungu peke yake? Yesu akasema, ni lipi ni ngumu zaidi? Ni kusema dhambi yako imesamehewa, ama ni kumponya huyu? Na akasema ili mjue ya kwamba mwana wa Adamu ana uwezo wa kusamehe dhambi. Akaambia yule mgonjwa, nyosha mkono wako. Na yule mgonjwa aliyekuwa na mkono ambao umeparalyze akaweza kupona. Sasa Yesu aliposema ya kwamba dhambi zako zimesamehewa, Wayahudi walimpinga kwa sababu hawakuwa wanaona thibitisho ya dhambi ambayo imesamehewa. Msamaha wa dhambi haungeweza kuonekana kwa macho, haungeweza
kueleweka in this basic world. Lakini Yesu akasema ili muweze kuamini ya kwamba nina uwezo wa kusamehe dhambi. Huyu amegonjeka sababu ya dhambi, nami nimemsamehe, na sasa narekebisha yale ambayo yalikuwa yamesababishwa na dhambi, nami namponya mkono wake. Then yule mtu alipopona, hiyo ilikuwa ni jambo ambalo ni substance. Hiyo ilikuwa ni evidence ya kwamba dhambi yake imefanya nini? Imesamehewa. Na hii ina maana Myahudi yeyote ambaye alikuwa na common sense, ambaye alikuwa na akili nzuri, angeweza kuamini ya kwamba ni kweli Yesu amesamehe dhambi. Na ni kweli hata kama sioni huo msamaha, evidence ziko na substance iko, hivyo naamini ya kwamba huyu mtu amesamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu hataki tuweze kujenga imani yetu katika mambo ambayo hayaonekani. Unaposoma katika Acts of Apostles, Paul alipogeuka akakubali Yesu, ni 1:24-23 inasema hivi: Paul declared that his change of faith and not being prompted by impulse or fanaticism, but had been brought about by overwhelming evidence. Paul aliweza kuhakikishia watu ya kwamba kubadilisha imani kwake si kwamba amebadilisha sababu tu ya hisia, si sababu tu ya msisimuko, lakini ni sababu kuna evidences ambazo angeweza kupinga. Maranatha. Hivyo kila imani ya kweli lazima iwe na evidences ambazo asiwezi pingika. Kila elimu ya kweli lazima iwe na evidences ambazo asiwezi pingika. Kama vile Tomaso aliletewa ripoti ya kwamba Yesu amefufuka, na evidence ilikuwa ni wengine wameona. Evidence ilikuwa ni kwamba Tomaso amesikia. Na Tomaso akahitaji evidence ambayo ni tangible. Na Yesu sababu anataka pia Tomaso apate kumwamini. Na Tomaso ana msingi ambao huwezi geuka. Alikuja kwake. Alifanya nini? Unaposoma John 20:27. Some John 20:27. Kisha akaambia Tomaso, lete kidole chako. Tazama pia mikono yangu. Ili usiendelee kuwa asiamini mbali anayeamini. Sasa Tomaso ameangalia mikono, akaona ile ilindungwa na misumari, amechukuliwa kidole, akaingizwa ubavuni pale palipokuwa pamendungwa, akaamini hakika huyu ni Yesu, Yesu ambaye alikuwa amekufa, na sababu namuona sasa amefufuka. Hivyo tunaona ya kwamba imani lazima ipate kuwa na evidence. Hiyo ndio point ya kwanza ambayo nilikuwa nataka kujenga. Na ni mapenzi ya Mungu tuamini kulingana na weight of evidences. Na ujue kama utataka kuamini imani ambayo iko na uzito wa evidences, ina maana hautaogopa any kind of challenge kwa imani yako. Maranatha. Kila mmoja ambaye atataka kuchallenge, utakubali challengewe. Na kama imani yako itaanguka, then itabidi uachane nayo. Na kama itasimama, inapojaribiwa, then itaendelea kudhibitika ya kwamba bado ni imani ya kweli. Sasa ukiwa umeelewa hayo, tunaingia kwa jambo lingine. Jinsi ambavyo Mungu anafanya kazi. Hebu tuamke kidogo. Tuamke kidogo sababu hapa nataka kurefresh. Nataka tuingie tukiwa akili zetu zimepumzika, tukiwa fresh kabisa, maana hapa itakubidi kufikiria sana. Yes, tuketi. Mungu alipokuwa anaumba hakutegemea material ambazo zilikuwepo hapo mwanzoni. Mungu alipokuwa anaumba hakutegemea material ambazo zilikuwepo hapo mwanzoni.
hapo mwanzoni hakukuwa na material, lakini kulikuwepo na Mungu. Sasa Mungu alipokuwa anaumba alitegemea material ambazo zilitoka kwake yeye mwenyewe. Na kama hizo material zilitoka kwake yeye mwenyewe, hivi ina maana ya kwamba zenyewe zilikuwa zinafanana na yeye. Kama hizo material zilitoka kwake yeye mwenyewe, ina maana zilikuwa zinafanana na yeye. Sasa Mungu akaziunda kwa njia tofauti tofauti ili ziweze kuwa zinamfunua kwa akili tofauti tofauti, kwa njia tofauti tofauti, viumbe ambao ataumba wakiwa na akili wapate kumwelewa zaidi. Na viumbe wake watakapokuwa wanamuelewa zaidi, ina maana kutakuwa na upendo, kutakuwa na ushirikiano kati ya yeye na viumbe ambao wana akili. Na wakati ambapo waliweza kuumba na akadesign kwa njia tofauti, kukawa na ng'ombe, kukawa na simba, kukawa na miti, kukiwa na ardhi, kukiwa na wanadamu, sote ni material ambazo zilitoka kwa Mungu, ambazo Mungu hakupewa, ambazo hazikuwepo hapo mwanzoni, bali zilikuwa zimetoka kwake. Ile kazi amefanya ni kuredesign kwa njia tofauti. Then Mungu akaangalia hiyo nature, akaona inafanana na yeye, na akasema everything was very good. Kila kitu kilikuwa chema sana. Na hivyo kila kitu kinaweza mfunua, kinaweza funua utukufu wake vizuri sana. Hapo ni Genesis chapter 1 verses 31. Okay. Na Mungu alipoumba, kuna sheria ambazo ni tabia yake ambazo aliweza kuestablish katika uumbaji. Na hizo sheria angeweza kuzibadilisha, kwa maana zenyewe zilikuwa zinafanya kazi sawa sawa na vile yeye mwenyewe anafanya kazi. Na aliona ya kwamba zinafaa siwe hivyo, ili viumbe wake wapate kumfuata vizuri na waendelee kuwa wanaelewana zaidi, viumbe wake wawe wanamuelewa zaidi. So kulikuwa na consistent and constant laws, yaani sheria ambazo ni za wakati wote, na tena ni sheria ambazo hazipingani. Maranatha? Yes. Ni kwa sababu gani Mungu akaruhusu sheria kama hizo siendelee kuwepo na akaona ndizo za maana? Ni kama hivi, kama wewe ni baba, kuna kazi ambayo unafanya na ungependa mtoto wako akuelewe zaidi, lazima uwe unaifanya kwa njia ambayo anaweza akakufuata. So lazima uweze kuwa straight. Kama itawezekana, uambie mtoto wako, ukipiga mpira mahali ambapo kuna miba, ukienda kuchezea mpira mahali ambapo kuna miba, mpira wako utatoboka. Sasa mwambie ucheze mahali ambapo kuna miba. Huyo mtoto aende acheze mahali ambapo kuna miba na mpira utoboke, ataanza kukuelewa. Na ataelewa kwamba wewe ulikuwa unamsaidia. Kama utamwambia hivi, kicheza mahali ambapo kuna miba, nitatoboa huo mpira wako, nini ambacho mtoto ataogopa? Ni miba ama ni wewe? Aranada? Ni wewe. Kama utamwambia hivi, nitatoboa mpira wako, then ama kama si kutoboa mpira nitakutandika, ama si kama kukutandika utachomeka, lakini si mimi nitakuchoma. Sasa huyo mtoto atachanganyikiwa. Atajua principle ya cause and effect. Atajua nikivunja hii amri ni nini ambacho kitatokea. Atakuwa amechanganyikiwa. Kama ataivunja, hataweza kujua kama sasa matokeo yake ni kutandikwa
Hatajua kama matokeo yake ni kuchomeka, hatajua kama matokeo yake ni mpira kutoboka. Hivi atakuwa mjinga. Aranatha? Lakini kama kuna msingi ambao unaendelea wakati wote na ubadiliki, huyo mtoto anaweza kuwa mwenye hekima, anaweza akakufuata. Sasa sheria za Mungu ndivyo zilivyo, asibadiliki. Kila cause ina the same effect. Kila hatua ambayo unakanyanga, matokeo yake yanakuwa yanaeleweka kwa mtu ambaye anafuatilia kwa umakini. Hivyo hakuna kitu cha kubahatisha. Kama Mungu hangekuwa na misingi ambayo imesimama hivyo, viumbe wake hawangekuwa na chochote cha kutegemea. Viumbe wake hawangeweza predict anything. Najua sasa hivi unaweza jua baada ya wewe kuwa Mkristo nini ambacho kitatokea, kwa sababu kuna misingi ambayo inaambatana na Ukristo. Unaweza jua kama ukiwa mtu mbaya ni nini ambacho kitaweza kutokea, sababu kuna misingi ambayo inaambatana na kuwa mtu mbaya. Sasa inakuwa hivi, unapoelewa misingi ile, inakuwa ni kana kwamba wewe una ascend a ladder. Ni kama una ascend a ladder, yani unaendelea kupanda ngazi ukiendelea kumfikia Baba. Bwana Yesu asifiwe. Yes, unapoendelea kuelewa misingi ya Mungu ambaye anafanya nayo kazi, utaendelea kuwa unapanda ngazi ukiendelea kumfikia. Na vyenye umepanda sana, yani vyenye umeelewa sana, ndivyo utakuwa umepanda sana. Na vyenye utakuwa umepanda sana, ndivyo utakuwa na godliness, more godliness. Na ndio nikasema, na hiyo niliweza kuangalia nikaona, ujinga na dhambi asitengani. Bwana Yesu asifiwe. Ukweli ni kwamba ujinga na dhambi asifanye nini? Asitengani. Mtu mjinga ni rahisi sana kutenda dhambi nyingi sana na dhambi tofauti tofauti. Ujinga na dhambi asitengani. Hata wewe anza kuangalia maisha ya watu utaweza kuona. Kila dhambi lazima iwe na ujinga fulani ndani yake. Lakini sasa ili wanadamu wapate kuwa na jambo la kutegemea, jambo ambalo wanaweza predict matokeo yake, lazima kuwe na principle ambazo asibadiliki. Na sasa Mungu alipoumba na vitu vyote vikawa sawa, aliona ni vyema aweze kushare dominion ama utawala na viumbe wake. Maranatha? Alipoumba binadamu apate kutawala dunia, Mungu alikuwa anaona ni vyema kushare utawala na mwanadamu, aweze kumruhusu atawale. Na binadamu naye lazima aweze kuwa na hungu ili aweze kutawala sawa sawa na Mungu. Lazima awe na hungu ili atawale sawa sawa na Mungu. Kama binadamu hatakuwa na hungu, then itakuwa ya kwamba wanapingana na Mungu. Ili kumpa binadamu opportunity ya kutawala, nitawapa sasa mfano. Na ili uelewe sheria za Mungu vile ambavyo zinafanya kazi, na shukuru Brother Isaiah aliweza kutaja mambo mengi sana ya maana kuhusiana na sheria za Mungu. Kuhusiana na vile Papa aliweza kuzibadilisha, misingi ambayo alibadilisha. Ningependa tuweze kuelewa sheria za Mungu, jinsi ambavyo aliumba kulingana na tabia yake. Tuseme kuna mfano, kuna sheria ya moto, joto, the laws of heat. Kuna sheria moja, mambo ambayo utaweza kuona katika sheria ya moto ni kwamba sheria moja ni kwamba joto huwa inatoka kutoka mahali penye, inaenda kutoka mahali penye joto sana ikienda mahali ambapo pana baridi. Yaani mahali ambapo hapana moto sana. Hiyo sheria mmewahi kuiona? Maranatha. Katika maisha ya siku kwa siku, hiyo sheria umewahi kuitumia? Hiyo. Kama unataka kuchemsha maji, unawakisha moto kwa jiko, unaweka kuni, hapo kwa jiko kunakuwa na moto nyingi sana.
maji ambayo ilikuwa na joto kidogo, unapoiwekelea juu, utakuta ya kwamba ile joto ambayo ni nyingi iko kwa jiko itatembea na itaanza kuingia kwa maji, na haiwezi kuwa reversed. Joto haiwezi toka mahali ambapo pana baridi ikielekea mahali ambapo pana joto zaidi. Hiyo sheria iko na haibadiliki. Sheria nyingine ni kwamba joto haiwezi kupitia mahali ambapo pako empty. Heat cannot move through a vacuum. Hiyo ni sheria ambayo Mungu aliunda tangu uumbaji. Sheria nyingine, kitu chochote kinapokuwa katika joto na ile joto iendelee kusindi huwa kinafika level ambacho kinakuwa disorganized na kinaangamia. Sio sheria tunaiona kila siku. Maranatha? Hiyo sheria huwa tunaiona kila siku. Okay. Kama hiyo sheria siko hivyo, kuna vile ambavyo tukiangalia sheria hizo hatuwezi badilisha. Hizo siko under control ya Mungu. Najua watu wanasema God is in control. Yaani Mungu ana control kila kitu. Kitokea hiki God is in control. Ndio watu hawajui control. Na hao una control ni kama kila kitu God is in control, na hao una control ni kwani wewe ni ng'ombe? Hata ng'ombe ina control mwenendo wake. Kuna watu ambao wanaona Mungu kama ana control kila kitu. Lakini kuna sheria ambazo Mungu ana control. Mungu ana control joto iweze kutoka mahali ambapo pana joto zaidi ikiendelea mahali ambapo pana baridi. Kuna siku moja joto imewahi kubadilika itembee the opposite way. Kuna siku moja Mungu amewahi kuwa unfaithful kwa mambo ya control joto. Nani amewahi kuona Mungu akiwa unfaithful? Hakuna. So, unapochemsha maji, wewe unakumbuka ya kwamba unachemsha sababu upande wa Mungu ni mwaminifu. Kama Mungu angebadilisha, asiendelee kucontrol hiyo sheria, siku moja ungewakisha moto, hiyo ya kwamba unaweka maji juu, ukitarajia iweze kupata joto, inaendelea kufreeze mpaka inakuwa ice. Si ungetaabika sana. Ulikuwa unachemsha maji ya kuoga, sasa umekuta ni kimawe kiko kwa sufuria. Kina baridi sana. Sababu kale kajoto kalikuwa kadogo, kametoka kakaingia motoni. Hii itakuwa ni unfaithfulness upande wa Mungu. Sababu ndiye ana control hilo. Kama kuna siku thermos yako utakuwa umecreate vacuum na ukaweka maji na haijavunjika, lakini ukuta ya kwamba siku hiyo joto imeanza kutembea through a vacuum, then itakuwa ni unfaithfulness upande wa Mungu. Itakuwa sheria zake ambazo ana control amebadilisha. Lakini hakuna siku hata moja Mungu amekuwa unfaithful. Sasa anapoendelea kusikiliza sheria hivyo, kama ni sheria joto hivyo, binadamu naye ana part yake ya kuplay katika kucontrol joto. Bwana Yesu asifiwe. Na part ya binadamu ni anaweza tumia joto, baada ya kuelewa movement ya joto, anaweza itumia kupika chakula. Anaweza elewa kwamba kitu kikiwekwa katika joto kiasi fulani, kama ni mahindi, inaanza process ya kuwa disorganized, na hivyo inaendelea kuexpand, na hivyo ikifika level fulani naweza iweka kwa jiko ifike level fulani, nisiache iangamie kabisa iungue. Ikifika level hiyo naweza kula ikiwa nyepesi na itakuwa inasiagika vizuri katika tumbo. So zile sheria ambazo Mungu amecontrol ndizo nawe pia umechukulia hapo ukaendeleza mpaka level fulani. Sasa wewe na Mungu mnashare the dominion. Maranatha. Unanielewa? Hii lesson ina faida katika maisha yenu ama napotezea muda tu?
Je, naendelea kuona Mungu katika uumbaji ama uone akili yako tu imelala? Je, unaweza kuwa unapika na uone Mungu jikoni ama akili yako tu imelala? Unaweza kuwa unawakisa njiko na uone kazi ya Mungu hapo ama unaona tu sababu umewakisa njiko sababu ulikuwa na makaa? Maranatha. Makaa inafanya kazi hivyo kwa sababu kuna sheria Mungu ameshikilia. Na Mungu wako kazini, unapokuwa kazini pia na wewe. Then kuna mahali amekuachia wewe ufanye kazi na yeye anafanya kazi pande yake. Hivyo katika principle ambazo Mungu ameweka kuhusiana na joto, mwanadamu anaweza hifadhi kitu ambacho kilikuwa na joto kiendelee kuwa na joto. Sababu ukiweka kitu kwa thermos na hapo nje kumecreatiwa vacuum, unajua thermos inakuanga na vacuum mahali ambapo hakuna hewa, hakuna chochote hapo katikati. Ndio sababu joto ambayo iko majini iwezi toka iende nje. Sasa ukiweka maji yako yakiwa na moto kwa thermos, yataendelea kukaa na moto unless iwe joto inatokea tu kidogo pale kwa kifuniko, maana hapo kwa kifuniko hakuna vacuum. Lakini kama unaweza tengeneza thermos ambayo hakuna pande yoyote ambayo iko connected na outside air, ina maana utaweka kwa maji yako kwa thermos yakiwa na moto na milele generation zote hayo maji yatadumu kuwa na nini? Na joto. Kwa sababu heat haitawahi kumove kutoka mahali kupitia vacuum. Na tena ukiweka maji kwa thermos yakiwa na baridi, hata ukiyaweka kwa jua hayataweza kupata joto hata kidogo, maana joto ambayo iko nje haitaweza kuingia kwa nini? Kwa maji. Tuko pamoja? Sasa hiyo kuna sehemu ambayo Mungu ameshikilia, ame-maintain sheria zake. Na wewe pia kuna mahali umezimanipulate ili uweze kufikia ngoro fulani. Na kupitia sheria tunaona ya kwamba kuna kazi nyingi ambazo tunaweza kufanya. Tunaweza eat chuma. Unaweza weka chuma kwa moto. Ile chuma iyeyuke kutengeneza nayo kitu kingine iko na shape nyingine. Na hii ndio inatusaidia kutengeneza machini. Sababu Mungu ame-maintain sheria zake kuhusiana na heat. Inatusaidia kurembeza chuma, kurembeza vitu tofauti tofauti. Tunakuwa na machini, tunakuwa na vitu ambavyo vimeundwa kwa njia tofauti tofauti. Then unapoangalia hizo sheria Mungu ame-maintain ya kwamba kitu fulani kikiwekwa kwa joto, kuna level ambayo inafika inayeyuka. Unatumia hizo sheria vizuri. Je, kuna wenye wanatumia hizo sheria vibaya katika utawala mahali ambapo Mungu amewaachia? Ndio. Sababu kila kitu kikiwekwa kwa joto fulani huwa kinakuwa disorganized. Kuna watu ambao wana set other people's houses on fire. Na bado mtu akija asema sasa sitaki kuakiza moto na kuni, nataka niweze kuwa na kimoto kikubwa zaidi. Na hicho kimoto, hii nyumba ya fulani ya nyasi na miti ndio nitatumia kuakiza hiyo moto. Akuje awakize nyumba yako. Taendelea kuwaka? Itawaka? Maranatha? Then itakuwa disorganized mpaka iangamie. Ndio. Sasa hapo kutakuwa kazi inafanyika kati ya nani watakuwa wanafanya hiyo kazi ya kubomoa hiyo nyumba? Mungu atakuwa mwaminifu katika kumaintain sheria zake. Joto haitatoka mahali ambapo kuna baridi, yani haitaweza kutoka mahali ambapo kuna baridi ikiingia mahali ambapo kuna joto ingine. Mbali itaendelea kuwa joto, inaendelea kutoka mahali ambapo kuna joto ikienda mahali ambapo kuna baridi. Na hii ndio sababu huyo mtu kama atayawakiza nyumba
na then aendelee kusimama pale, joto itatoka kwa nyumba na itaendelea kuingia kwake, na nyumba ikichomeka na yeye anafanya nini? Anachomeka. Ilifanyika hivi, kuna mzee alifanya hivyo kwa Kiutini. Waliteta na mke wake, akaamua atachoma, wakateta na mke akatoroka, akafunga nyumba pande nje. Alipofunga, alifunga ili mzee asimfuate. Mzee alipobaki kwa nyumba, alikasirika sana. Inasemekana naye, sijui kama hiyo habari ilikuwa ya kweli ama ni uongo, lakini mimi nilikuta nyumba inachomeka. Lakini habari zilikuwa zinapeanwa nyingi tofauti. Sasa ikawa ya kwamba huyo mzee akakasirika, akasema nitachoma nguo zote za mke, na alikuwa mlevi. Alipoweka nguo hapo achome, aliwakiza kiberiti na nguo zikaanza kusomeka. Zilipokuwa zinachomeka, then moto ukawa mkubwa sana. Hata mattress kasika moto. Na alikuwa na watoto wake wawili mule ndani. Kutoka ili sababu moto umekuwa mwingi sana, alipokuwa anataka kutoka, alikuta nyumba nayo imefungwa. Sasa hapo ni kupiga duru. Kabla watu wafike kufungua nyumba, moto umekuwa mwingi sana. Ajabu ni kwamba ile nyumba ilichomeka. Na tulipokuwa tunazima moto, tuliangalia mahali na watu wengine, tukaona kuna kitu inachomekea hapo na nikaa inayeyuka, iko na mafuta. Watu wazima moto walipofika, wakazima ule moto, pale kulikuwa na kile kitu. Tulikuja kugundua alikuwa ni mtoto. Walipoendelea kupekua kona hiyo nyingine, wakakuta mzee. Wakipekua kona hiyo nyingine, wakakuta mtoto mwingine. Sasa God was faithful to maintain his laws. God was faithful to maintain his law. Now God was sharing dominion with the man. God was faithful to maintain his principles. Na inapokuwa ya kwamba kitu chochote kinapofika level fulani ya kuchomeka kinaangamia, na temperature ikipanda sana hicho kitu kinaangamia, then awepo ni binadamu, awepo ni mti, iwepo ni chuma, lazima hiyo sheria itafanya kazi. Sababu hiyo sheria ni universal, because it is controlled by a universal God, a universal creator. Joto ambayo unaweza kwa chuma ichomeke kwa level fulani hapa Mikinduri, henda Marekani, uweke suma ile kwa joto kiwango kile, itachomeka design ile. Sababu Mungu ambaye anatawala hapa Mikinduri ndiye Mungu ambaye anatawala pale Marekani. Na hivyo tuna uhakika pia ndiye Mungu ambaye anatawala wapi? Sema wapi? Mbinguni. So God's law are constant and consistent in time and space. Kama sheria za Mungu zikiundwa design fulani hapa Mikinduri, zinaleta matokeo fulani, zikiundwa design hiyo pale Marekani zitaleta matokeo hayo. Na kama mtu miaka 1500 iliyopita angeunda sheria zile, aleta process zile, zitaleta matokeo yale, na kama baada ya miaka 5000 ambayo inakuja ataleta process zile, zitaleta matokeo yale. Kwa maana in time and space God's law are at the time, are at the same. Unanielewa? So naposema hayo, hakika ni kwamba mambo yasiyoonekana yanaweza kufunulika, yanaweza onekana vizuri kwa mambo ambayo yanaonekana. Tutakapokuwa tunaendelea na ile lesson utaweza kuelewa zaidi kama akili yako haitachoka mapema. Najua wengine anaweza choka hata na hayo mambo. Naweza fikiria sikie kama haya hayaeleweki, na akili yako iseme sasa hapo mimi najisumbua kusikiza,
let me sleep and rest. Na unalala, hata hiyo inakubalika. In fact, kama unasikia kulala kwa darasa yangu, mimi siambiangi mtu asilale. Maana kumwambia asilale na ako na usingizi ni kumsumbua. Na kwa darasa yangu, mimi siambiangi mtu asitoke nje. Maana hiyo ni arbitrary rule. Kama unataka kutoka nje, au unafanya nini? Maranatha. Kama unataka kutoka unafanya nini? Unatoka. Serikali ya Mungu si kama serikali ya Kano. Siku nyingine kulikuwa na mkutano wa ndisi hapo Mulika. Na kuna mzee alikuwa ameniambia, kuna mtu amesema kwamba wale wenye wako na miti wakuje waandikwe, miti yao ihesabiwe, na watu wako conserve environment kwa sehemu ambazo zina jua kali wapate kuwa wanalipwa ili wasikate ile miti. Na wako hapo kwa mkutano wao, nikasema mimi sasa hapo naenda. Sasa nilipoenda nikakuta kuko na watu kama 30 hivi ambao wamehudhuria mkutano wa DC. Then mimi nilianza kufikiria. Nikakumbuka, unajua mimi huwa naona Mungu kwa kila kitu. Nikakumbuka nikiwa mtoto, kama DC angefanya mkutano wakati utawala wa Kano, hasa hata si DC. Steve, kama ungekosa kuhudhuria yule mkutano, ulikuwa unakuja kukamatwa asubuhi. Na nimewahi kuona baba yangu akiwa anakuja kukamatwa. Sasa kama chief angeita mkutano, watu wote lazima wangefanya nini? Wangehudhuria. Na yule mkutano wa DC ulikuwa na watu wachache sana. Nikajiuliza, hii serikali ilileta uhuru ya kwamba kuna uhuru wa kuhudhuria nini? Mkutano. Na mimi ni kwa nini nimehudhuria mkutano? Ni sababu nimesikia kuna jambo ambalo litanifaidi ya kwamba niko na miti na nitalipwa kama nikiandikwa. Nikaenda kwa ule mkutano. Nikaona na huo mkutano sasa haujakuwa na uwezo wa kuarrest attention ya watu wote wapate kuhudhuria. Kila mtu ambaye alikuwa anaona kuna faida kwa huo mkutano ndiye alifanya nini? Alihudhuria. Lakini wakati wa Kano, hata kama hakuna faida unapata kwa mkutano, lazima ufanye nini? Uhudhurie. Sasa nikasema yenyewe, na hata nitapokuwa nafundisha, kama sitakuwa na uwezo wa kusaidia watu wapate faida katika mafundisho yangu, wakitaka kutoka nje wafanye nini? Watoke. Unajua hapo ndio nitaona wale wamebaki kunisikiza wanafaidika. Na hapo sasa nitakuwa nimeangamiza the spirit of hypocrisy. Maranatha. Maana kama utanisikiza na hakuna kile unafaidika na unaona ya kwamba unachoka, then wewe ni mnafiki, unanidanganya. Sasa kama tuko pamoja. Sasa sheria ya Mungu ni sheria pia ya uhuru. Na kama ukikataa faida zake, then matokeo ya the other side. Okay. Unapo misuse hiyo sheria ambayo Mungu ameweka katika njoto, haina maana Mungu haje akuadhibu. Lakini adhabu iko pale pale. Nayo sheria ni ya maana sana. Ni kwa nini hata mwili wa mtoto, kwa story nimewapa, ulichomeka? Mtoto alikuwa na hatia? Maranatha. Mtoto alikuwa na hatia? Ulikuwa na haki achomeke? Hapana. Lakini kwa nini akachomeka? Yule mtoto alikuwa chini ya ulinzi wa baba yake na pia ulinzi wa mama yake. Na kama hapo chini ya ulinzi wao, ina maana Mungu alikuwa amewapea yule mtoto waweze kumtunza. Na Mungu angewaingilia katika maelekezo yao wanapoelekeza yule mtoto. Maana amewapa uhuru. Najua hii inatusaidia kujua responsibility ambazo tunazo sisi wanadamu. Hata watu hawaelewi, unapochukua responsibility fulani, lazima uelewe katika line ambazo unafaa ufanye kazi. In principles of cause and effect, na hakuna kukosea. Unapojiweka ujinga, matokeo utavuna. Sasa ikawa ya kwamba yule mtoto anapokuwa amewekwa chini ya utawala wa moto, mwili wake kwanza ungeweza kuchomeka. Je, ni kwa nini mwili wa binadamu pia umeundwa kwa njia ambayo unaweza sika joto? Zile principle
ambazo zinatawala huko nje, zinatawala pia katika ndani ya miili yetu, ya kwamba heat inatoka mahali ambapo pana joto sana ikienda mahali ambapo hapana joto nyingi. Inasaidia moto nyingi ambayo iko kwa mwili wako inaproduciwa na ini, yani kwa liver. Sababu kuna chemical reactions nyingi ambazo zinafanyika kwa liver. Ingine ni kwa muscles unapokuwa unakifanya kazi. Sasa sababu ya joto kutembea katika mwili wako, inakuwa ya kwamba sehemu ambazo zinafanya kazi inaenda sehemu ambazo asifanyi kazi. Sio ni sheria nzuri sana. Kama hiyo sheria ingeondolewa kwa mwili wako, then sehemu ambazo zina produce heat hizo zinaendelea kuwa na heat peke yake, zingine zingeendelea kufreeze. Lakini sababu hiyo sheria pia iko katika mwili wako, ilikuwa inasaidia. Sasa kama hiyo sheria iko katika mwili wako, then imefika mahali ambapo hapo environment imekuwa na joto sana, Mungu akaweka senses, nerves ambazo kama joto imeenda chini sana, iko very cold, inakuwa unpleasant. Yaani inakuwa ya kwamba haina raha, unasumbuka mpaka unatafuta joto. Kama imesindi sana, unakuwa pia hauna raha mpaka unatafuta baridi. Lakini ikiwa kiwango ambacho kinaenda sawa sawa na mwili wako, inakuwa ina raha. Hivyo Mungu kuliko hawe anakupreserve through miracles. Kila wakati ambapo umeingia hatarini, alikuunda kwa njia ambayo unaelewa utajipreserve kwa njia gani. Maranatha. Najua ninapoendelea watu wanaweza kuwa na maswali kwa mambo mengi, lakini nitawapa pia nafasi ya kuuliza swali. Kama time ziliisha. Hata nimeelezea mambo ya joto peke yake. Kuna sheria zingine nyingi sana nilikuwa nielezee, lakini nimekuta time zimeisha. Lakini ningependa sasa kutoka hilo tu ambalo nimeelezea, unaweza kuona Mungu kwa mambo ya kawaida. Nimeelezea kwa yale rahisi, maana tunapoendelea tutaendelea kusindi kuingia kwa yale ngumu, na utaweza kuwa unaelewa ni nini ambacho kinasababisha kila kitu ambacho kinafanyika hapa duniani. Najua kama hiyo nimetaja tu responsibility hata kwa watoto, responsibility katika kutawala dunia. Kwa kama binadamu uko na responsibility kubwa sana. Hata watu wengine wako duniani, haiko mpango wa Mungu, ni mpango wa wanadamu. Nilikuwa nafikiria siku moja, niliposikia mama anasema, nikiwa mtoto tu, nikiwa kama class 4. Sijui mama walikuwa wanapiga story hapo mama yangu. Akasema kuna mtu alisema alikuwa anataka kumuoa. Sasa nikajiuliza, na kama mama yangu angeolewa na baba yangu, mimi ningesaliwa nikiwa na sura gani? Na ningekuwa mimi Peter kweli ama ningekuwa mtu wa aina gani? Mimi sikuweza kujua zaidi. Lakini niko hivyo niko sababu ya mpango wa Mungu ama ni sababu ya mpango wa baba yangu na mama yangu? Uko sababu ya mpango wa Mungu ama sababu ya mpango wa baba yako na mama yako? Ni sawa, sura fulani ni ya baba, sura nyingine ni ya mama. Hiyo si ni kweli? Na kama mama yako angeolewa na baba yako, unganisha hiyo sura, ungekuwa na sura gani? Sasa hiyo sura yako ni mpango wa Mungu ama ni mpango wa wazazi wako? Na watu wengine nao wanasema unapofanya mambo mengine ni kukosea Mungu. Yaani unapojirembeza vingine ni kukosoa Mungu. Kama wewe ni mweusi, unapojipaka rangi ya kuwa mwekundu, unakosoa nani? Mungu. Hiyo rangi yako ni mpango wa Mungu ama ni mpango wa wazazi wako? Na kama baba yako ambaye ni black angeoa mzungu, ungekuwa na rangi gani? Sasa hapo unakosoa Mungu ama unakosoa wanadamu? Yes, ninaposema hata watu wengine kuwepo duniani si mpango wa Mungu. Hata kuna mtu Yesu alisema heri angesaliwa. Nani huyo?
alisema mwana wa Adamu hana budi kuenenda zake kama ilivyotabiriwa. Lakini hole kwa mtu yule ambaye atakayemsaliti. Heri mtu yule kama angesaliwa. Sasa kama Yesu ni muumbaji na anasema heri mchundrasi angesaliwa, nani aliumba mchundrasi? Nani aliumba mchundrasi? Mchundrasi kuwepo ni mpango wa Mungu ama ni mpango wa wazazi wake? Eti mpango wa Mungu. Sasa Yesu anakosoa Mungu anaposema heri mchundrasi angesaliwa. Hatutaji mambo ya makosa yake ama jinsi ambavyo alihisi, tunataja kuhusiana na kusaliwa kwake. Ambapo Yesu alisema heri angefanya nini? Angesaliwa. Hata nilisikia mtoto akiambia baba yake, akamwambia wasi mimi nilikwambia unizae kwa umasikini wako. Lakini si hiyo ni kweli? Kwani mtoto aliambia baba amzae? Unajua, sijui mimi nawafundisha ku accept fact. Hata kama fact zinakupinga, inafaa ukubali, si ndio? Kwani ni uongo? Kuna mtoto amewahi kuambia baba amzae? Kunaye amewahi kutuma application kwa mama? Sasa mbona mtoto akisema hivyo unakasirika? Unamwambia yenyewe ni ukweli, nilikuzaa kwa sababu ya mapenzi yangu. Ama sikuwa napanga, ni nature ilikuwa imefuata mkondo wake. Na ukatokea. Sasa sababu umetokea na upo, sasa umekuta hii ndio dunia umetokea. Umetokea dunia umaskini. Sasa utafanya nini? Mungu akijua hilo, ako na principles ambazo kama unachukia umaskini, kuna principles za kuwa tajiri. Maranatha. Kama unachukia utajiri, kuna principles za kuwa maskini. Na hata kama unachukia maisha, kuna principles za kufa, si ukufe uondoke. Unajua hata kifo huwezi sema mimi nataka kufa alafu ukufe sababu nataka kufa. Ama useme mimi nataka kuishi alafu uishi. Kuna misingi ya kufa, kuna misingi ya kuishi. Kuna pati Mungu ana control, kuna pati wanadamu wana control. Na Mungu ako very accurate, ako very constant, kiasi kwamba tunaweza tukamfuata. Kiasi kwamba tunaweza elewa ni nini anafanya na ni nini ambacho hafanyi. Bwana wabariki sana. Tutaendelea kuelewa zaidi. Yes, naona kuna watu sijui niongeza ama ni swali, naanza na Kalulu, then tunaingia kwa Muisraeli. Ni swali tu clarification kidogo. Yes. Kuhusiana na the principle ya eat. Sasa yes. Swali ikawa hapo. Unaweza explain elezea aje kuhusiana na Shadrach, Meshach na Abednego nao walipokuwa kwa moto. Sasa principle ya moto ni kuelekea mahali kuna principle ya eat ni kuelekea mahali kuna baridi. Yes. Sasa hapa tunaona watu watatu wako katika moto. Yes. Ile hali hawachomeki. Yes. Sasa na hiyo principle ilikuwa namna gani? Asante sana. Enyewe kuna kitu inaitwa miracles. Hata miracles. Watu wengine wanafikiria kwamba miracles violate the laws of nature. Na wanafikiria kwamba Mungu anaingilia kuvunja sheria zake ili aweze kuunda kufanya muujiza. Sasa sayansi wanasimama, angalia pale kuna kuanga na vita. Sayansi wanasimama. Sisi hatuamini Biblia kwa sababu Biblia ina uongo mwingi sana. Inasema mtu aliingia kwa moto na hakuchomeka. Na siku ya leo hatuwezi ingiza mtu kwa moto akose kusomeka. Sasa wanasema watu wa dini nyinyi ni wajinga. Mnaamini imani ambayo haina msingi. Nao wanasimama na sayansi peke yake na Biblia wanaweka kando. Nao watu wa dini nao wanasimama na Biblia. Nao wanasema kwamba nyinyi watu wa sayansi ni watu wa uongo kwa sababu mnasema miujiza haiwezekani, lakini tunaposoma katika Biblia tunaona kuna miujiza ilifanyika. Sasa kunakuwa na vikundi ngapi? 2. Moja inasema kuna uwezekano wa muujiza, ingine linasema hakuna uwezekano wa muujiza. Lakini muujiza ni nini?
hata mimi huwa nafanya muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Nikipewa machini naweza fanya muujiza hata saa hii tu muone. Mimi naweza weka moto, naweza weka karatasi kwa kitu ambayo joto iwezi pita. Kama nitaweza tu kutengeneza vacuum hapo katikati. Si kama mnanielewa. Kama nisimame hapa hivi kuwe na vacuum, hapa hivi kuwe na vacuum, nitoe joto, nitoe hewa yote ambayo iko hapa na yote ambayo iko huku, yote ambayo inanisingira, kuwe hapo katikati hakuna kitu chochote, hakuna hata hewa, hakuna chochote kile. Then iwe ya kwamba hii nyumba yote itachomeka. Mimi nitabaki nimesimama hivi na hata unywele wangu utachomeka kwa sababu ya principle. It never travels through a vacuum. Kwa pamoja. Sasa ikiwa binadamu wako na uwezo wa kutengeneza vacuum akitumia chuma na pressure, Mungu ndiye ameunda hiyo chuma, Mungu ndiye ameunda hiyo hewa, Mungu ndiye ameunda kila kitu na ndiye anaisikilia hiyo hivyo ilivyo. Sasa si hata naye anaweza tengeneza vacuum hata haraka sana. Sasa kama Mungu atatengeneza vacuum katikati ya Shadraka, Meshaki na Abednego, na hiyo ya kwamba heat never moved from the environment to them to burn even their hair. Hiyo sitakuwa Mungu bado ametumia sheria zake za asili. Sasa sisi kama wanadamu tukiangalia tunaona huo ni muujiza. Enyewe ni muujiza kama hivyo ndivyo tunaelewa muujiza. In fact kama siku ya leo ungerundi wakati wa kina Petro, wakati watu walikuwa wanatumwa kupeleka habari. Sasa wewe ukiwa hapo kwa Petro, wakati wa kina Petro, hiyo ya kwamba sasa huko Jopa ambapo Petro ama uwe huko ile ya Tabitha ilikuwa inaitwa aje? Sababu Peter ndiye alikuwa Jopa. In Damascus. Ama tuseme tu tuite Damascus. Kama uko Damascus na Tabitha hafe, then iwe wewe na Peter mko na simu. Umpigie Peter simu, watu waseme sasa hebu tutumane Peter akaitwe aje aombe Tabitha tuone kama atafufuka. Sasa useme waambie hakuna maana ya kuita kutumana. Sasa niite Petro akuje tu saa hii. Au tu mpigie simu aitike, mwambie kuna mgonjwa hapa, tunataka ukuje umuombe. Na Peter baada ya siku 2-3 afike. Na aseme huyu ndiye aliniita akiwa hapa Damascus na mimi nilikuwa Jopa. Watu watasema ni nini hiyo? Si watasema ni muujiza. Kwa sababu gani? Hawajaelewa mechanisms, hawajaelewa natural mechanisms ambazo zimefanyika ili uweze kuita huyo mtu. Lakini kwa sisi tunasema ni muujiza. Hapana. Unless iwe ya kwamba hauelewi mechanisms ambazo zimefanyika, hata siku ya leo utasema ni muujiza. Sababu hata watu wengi wanaamini simu ni ya shetani. Na wao wanaamini ni miujiza inafanyika kwa simu. Lakini ni natural mechanisms. So, Mungu avunji sheria zake za asili, lakini ana hekima ya kutumia sheria hii, anaweza kutekeleza jambo fulani. Anatumia ingine, anatekeleza jambo fulani. Na hiyo sasa ndio wakati wa Biblia ilikuwa inaitwa muujiza. Na hiyo ndio wanasayansi wanasema ina violate the laws of nature. Lakini sisi watu ambao tunasoma sayansi, Wakristo ambao wana true education, ambao wanamulikiwa, Biblia inamulika sayansi na sayansi inamulika Biblia. Atuone ya kwamba miujiza ina violate the laws of nature, lakini tunaona ya kwamba Mungu ana hekima nyingi zaidi kiasi kwamba anatumia sheria ya asili kutekeleza jambo bila kuivunja. Kwa pamoja. Yes, nafikiri ningeweza kujibu hiyo mpaka hapo. Mwisraeli. Pia mimi nimeelewa. Okay, asante sana. Kuhusiana na miujiza mingi ya Biblia, kile kilifanyika ni kwamba wanadamu ni vile hawakuwa wanaelewa mechanisms ambazo zimefanyika. Lakini kitu kingine, wakati ule Mungu alikuwa anaingilia moja kwa moja. Itaje point. Kutoka Shadraka, Meshaki na Abednego, nani mwingine katika ulimwengu umewahi kusikia ameingia motoni na hakuchomeka?
Kando na Shadraka, Meshaki na Abednego, nani mwingine? Tangu ulimwengu ulipoumbwa, nani mwingine katika historia? Yes? Joana, Ufunuo. Motoni ama kwa mafuta? Kwa mafuta, si ndio? Si moto kama ile ya wale. Okay. Kando na John, nani mwingine umewahi kusikia aliingia kwa mafuta inachomeka ama ataingiza kidole na hakuchomeka? Sasa katika historia tunajua watu wane ambao sheria ya moto iligeuzwa haikufanya kazi. So, wewe ni nini utafuata? Utategemea Mungu aingilie kwa njia hiyo ya miujiza ambayo hauelewi, ama utategemea ile ambayo unaelewa? Ni gani ambayo iko more trustworthy? Hii ambayo tu watu wane peke yao ndio wanaonekana katika ulimwengu tangu historia ilipoanza, ama ni ile ambayo unaona kuna evidences nyingi sana za watu ambao wamewahi kuchomeka? Sasa wewe ukienda ukute moto ama uone mtu anawakisa moto hapo na anasema wewe ndiye atarusha hapo, tuko pamoja? Au utaendelea kungojea ikufanyikie kama vile ilifanyikia Shadraka, Meshaki na Abednego? Utaendelea kungojea ikufanyikie kama Joana? Na ni watu wane peke yake katika historia yote ya dunia. Hapo utaelewa. Hapo utaelewa ni gani ambao Mungu anataka utrust more. Kama ni kutembea juu ya maji, nani mwingine katika historia umewahi kusikia anatembea juu ya maji miguu tupu isipokuwa Petero ambaye alitembea hatua chache na Yesu? Katika historia yote nani mwingine umewahi kusikia? Kwa hivyo kama ni kutembea juu ya maji, watu wote unapoingia majini unasama. Lakini wawili peke yao ndio ambao wamewahi kutembea juu ya maji, na ni wakati moja peke yake, si ya kwamba ilikuwa mtindo, wakati moja peke yake. Ndio wakati Mungu aliingilia. Rafiki mpendwa, Mungu apendi kufanya miujiza. Haranata. Na ni mpango wa Shetani kupeleka watu kwa miujiza ili wasiwe na anything to depend on, ili wasiwe na kitu chochote ambacho wanaweza tegemea, ili maisha yao yaweze kuwa hewani, hawajui itakuaje. Na in fact kama utakuwa mtu wa kutegemea miujiza, maisha yako itakuwa maisha ambayo ni ya mateso, maisha ambayo ni ya kusumbuka, maisha ambayo ni very disorganized. Hakuna kitu unaweza panga. Na hiyo ndio sababu Mungu apendi watoto wake wajifunze tabia mbaya ambayo iko ulimwenguni ya kutegemea miujiza. Yes. Na kama unataka kutegemea miujiza, sio ingia kwa moto tu na miujiza ikufanyikie kama Shadraka, Meshaki na Abednego. Si uende ukute bahari tu uingie, utembee juu ya maji kama Yesu. Si uende ukute mtu umefurika useme siwezi rudi mimi nitavuka, uvuke kama wana wa Israeli walipovuka Jordan. Si uende ukute watu hawakuli, ukatae kukula chakula ukazi kufote kama Yesu na Musa na Elijah. Kama hayo maisha ndio unataka ya mili ya nini? Ya miujiza, ingia katika miujiza kikamilifu. Kama unataka kuelewa Mungu anavyofanya kazi kwa njia ambayo iko very ambayo dependable, njia ambayo unaweza tegemea, njia ambayo inakuelekeza from cause to effect, then kuwa na true education. Haranata. Maana hiyo ndio true education. Inatufundisha the principles of cause and effect. Na hivyo hatutakuwa tunaachia mambo mengi ngesi wake. Hata kuunda tabia, hata kulea watoto, hata familia zetu, kila kitu, hata afya zetu, hakuna kitu tutaachia ngesi wake. Kila kitu tutakuwa tunafanya with the principles of cause and effect. Na hiyo ndio msingi Mungu angependa wanadamu wawepo. Bwana wabariki sana. Tutapiga magoti tupate kuomba. Hayo mengine tutajadiliana tukiwa nje. Baba mtakatifu, mfalme wa juu mbinguni, ni asante kwa sababu ya sheria ambazo umeweka siweze kuwa zinatawala uumbaji, sheria ambazo tunaweza angalia vile zinafanya kazi tukasielewa, maana asibadiliki. Sheria ambazo ungependa
tuweze kuelewa, ili tuwe tunatawala kama vile ambavyo unatawala. Tuwe Bwana tunakuwa na mambo ambayo yanaweza kuwa yanaeleweka, matokeo yake ni nini, ili tuweze kupanga maisha yetu vizuri. Baba, saidia watoto wako wapate kuelewa fundisho hili. Pia mimi ninapolifundisha, endelea kunifunulia zaidi. Roho wako Mtakatifu awe kiongozi wa sisi wote, kila mmoja. Na hata wale ambao wanatusikiza wakiwa nje, wasaidie Bwana kupata kuelewa zaidi, ili wapate kuwa na hekima. Maana hekima ni kukuelewa na kukufuata. Tunaomba hayo katika jina la mwanao Yesu, tunaomba kwa imani.